tulikuwa nasubiri safari. Bwana, basi tuambie mtoka vipi Dar es Salaam kuelekea Algeria kufuata Constantine? Safari yetu inaanza muda huu, safari kuelekea Algeria tukipitia Uturuki na tutafika Algiers kesho, na hapo tutaunganisha kutoka Algiers kwenda Constantine ambako ndiko mchezo wetu na kwenda kuchezwa. Ni mji mwingine tofauti na ule wa mji mkuu wa Algiers. Ni takriban masaa 5 mpaka 6 kwa basi na saa 1 kwa ndege. Kwa hiyo kuna safari ndefu ya kutoka hapa mpaka kufika kwenye kituo chetu cha kazi, kwa maana ya kituo chetu cha kazi kwa maana ya mji wa Constantine. Umejipangaje? Constantine umepata ushindi mechi ya kwanza, na faida kwa umepata ushindi ugenini, nyinyi mmepata ushindi nyumbani, na kwenda kwa kuangaliaje? Maana imekuwa ni kama series sasa. Yaani mpinzani mgumu tunamtazama hivyo, kushinda ugenini kwenye michuano ya Afrika sio jambo dogo. Wamefanikiwa hapo kwenye begi. Nyago. Simu. Simu. Salako wanasemaje kuhusu Constantine amepata matokeo ugenini? Yaani mchezo mgumu tunakwenda kucheza, kushinda kwake mchezo wa kwanza na sisi kushinda mchezo wetu wa kwanza, maana yake wote tunakuwa babe wa kundi letu, lakini yeye anakuwa na faida zaidi kwa sababu ameshinda ugenini. Lakini kama haitoshi, anakwenda kucheza mchezo wa pili nyumbani kwake, sisi tunamfuata nyumbani kwake. Mechi haitakuwa nyepesi hata kidogo. Nyumbani ni nyumbani na Afrika ni Afrika. Mwenye nyumbani kwao anakuwa na faida zaidi, hasa akiwa na ubora. Lakini yote kwa yote sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo huu. Tumechukua muda mwingi kumsoma mpinzani wetu, tumeangalia mechi yake na Sfaxien, tumeona ubora wake uko wapi, lakini tumeangalia mchezo wa jana wa ligi kuu ambao walicheza, tumeona vile vile anachezaje anapokuwa nyumbani. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba tumechukua muda mwingi kumsoma mpinzani wetu na sisi kuandaa mbinu zetu, na tuko tayari kwenda kumkabili. Tunakwenda kucheza mchezo huu tukiwa hatuna pressure ya aina yoyote ile. Aina yoyote ya matokeo sisi kwetu yatakuwa ni mazuri kwa sababu bado tuna advantage ya mechi 2 za nyumbani. Tukipata ushindi katika mchezo huo itakuwa ni jambo bora zaidi, lakini tukikosa tukapata sare itakuwa ni jambo bora pia, na hata kama ikatokea bahati mbaya tukapoteza, bado tutakuwa na nafasi nzuri ya kufanya vizuri. Focus yetu ni kupata matokeo mazuri ambayo yatatupa kazi nyingine nzuri katika mechi yetu ya nyumbani. Tunaiangalia zaidi mechi yetu ya Sfaxien, namna gani tunakuja kuchukua ushindi ili tufikishe alama 6 kama tutakosa kabisa alama katika mechi ya huku Constantine. Lakini yote kwa yote ni kwamba maandalizi yetu katika mchezo huu wa Constantine ni kupata matokeo mazuri. Mwalimu Fadlu amefanya kazi nzuri tangu tumemaliza mechi na Bravos. Amefanya improvement kubwa kwenye kikosi chetu kuhakikisha kwamba anaongeza ubora wa mchezaji mmoja, na of course ukiangalia Simba hivi sasa kwenye eneo la ulinzi tuko fiti, tuko vizuri. Ukiangalia mpaka sasa tumecheza takriban mechi 5 kama sio 6, hatujafungwa hata bao moja. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba eneo letu la ulinzi ni eneo bora kweli kweli, ambalo hata huku ugenini tunakokwenda ni silaha yetu namba 1. Lakini kwa muda huu wa siku 3 siku 4 ambazo Mwalimu Fadlu amefanya kazi kwenye uwanja mazoezi, amejikita zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Ukiangalia hizo mechi 6 ambazo tumepata ushindi wetu umekuwa ni goli 1 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwalimu ameongeza nguvu zaidi kuhakikisha kwamba ana improve uwezo wa mshambuliaji mmoja hasa kwenye kutumia nafasi. Na of course timu inatengeneza nafasi
nyingi, changamoto imekuwa ni kwenye kuzitumia. Kwa mwalimu amezungumza na amefanya mazoezi ya kutosha na vijana wake namna gani waweze kutumia nafasi, lakini amewakumbusha kwamba hii ni michuano ya Afrika. Unaweza kwenye mechi ukapata nafasi moja ama ukapata nafasi mbili. Kama usipokuwa clinical enough, maana yake ni kwamba unapoteza nafasi zote mbili ama moja na unakosa ushindi katika mchezo husika. Kwa ni eneo ambalo mwalimu amelifanyia kazi kubwa na tunakwenda kulifanyia kipimo katika mechi yetu na Constantine, ni kwa namna gani vijana wetu wameimprove kwenye eneo la umaliziaji. Tukifanikiwa hapo tu kwenye kutumia kila nafasi, basi Simba Sports Club tuna uhakika wa kufanya makubwa sana kwenye michuano ya Afrika msimu huu. Hata ukiangalia mechi iliyopita ya Bravos tulitengeneza nafasi nyingi lakini zote tukazikosa, ukitoa nafasi moja ambayo tulifunga, lakini nafasi nyingi ambazo tulitengeneza tulizikosa. Kwa hiyo tumeimprove kwenye eneo hilo ili kuhakikisha kwamba tunatumia kila nafasi ambayo tunapata na hatimaye tuweze kupata mafanikio. Unaondoka na squad ya wachezaji 22. Pengine kuna wachezaji gani ambao wamebaki katika ya Tanzania? Wachezaji 8 wamebaki, akiwemo Duchu, Abel Hussein, Yusuf Kagoma, Ayub Lakred, wote hawa wamebaki kwa sababu za kiufundi zaidi. Kuna hofu yoyote kwenda kucheza mchezo ugenini? Haya yamekuwa maisha yetu Simba Sports Club, ni kama wewe unavyohoji hivi. Hawezi kuwa na hofu kwenda kumhoji mtu yoyote ule. Ndio Simba Sports Club tulikofikia hivi sasa, hatuna hofu yoyote ya kwenda kucheza ugenini, hasa ukizingatia ugenini kwenye kombe la shirikisho na mpinzani aina ya Constantine. Kwa ufupi ni kwamba Simba tumeshamaliza viwanja hatari vyote barani Afrika. Tumecheza Mohamed wa 5 pale Casablanca Morocco, tumecheza Cairo International Stadium, tumecheza Tripoli Stadium, tumecheza viwanja vyote vigumu, tumecheza Afrika Kusini mara 2, viwanja vyote vikubwa na vigumu Afrika hii Simba Sports Club tumetia maguu na tumefanya maajabu makubwa. Kwa hiyo haiwezi kututisha ama kutusumbua ama kutupa pressure kwenda kucheza huko Constantine, nyumbani kwao na kina Constantine. Tumejipanga vizuri. Pressure pekee ipo kwenye hali ya hewa, kuna baridi kali sana, lakini hakumshaka, na ndio maana tunakwenda mapema ili wachezaji waweze kuzoea hali ya hewa, waweze kushindana uwanjani. Timu kubwa 2 kutoka Tanzania inacheza kwenye nchi moja. Timu kubwa Tanzania ni moja tu. Usijitoe ufahamu. Usiniamsha nilikuwa nimelala. Timu kubwa Tanzania ni moja tu, ni Simba Sports Club. Hakunaga wakubwa wawili. Swali lako? Mwingine anayecheza? Ni timu tu ya kawaida ya kama unavyoona wakina Azam, wakina Namungo, wakina Costi ndio hapo katika kundi hilo. Timu kubwa moja ya Tanzania inakwenda Algeria na timu nyingine pia inakwenda Algeria. Kwa hiyo nyinyi mnachukua tahadhari ya aina gani kucheza na mpinzani ambaye takwimu zinaonyesha kwamba ni mtu ambaye anapenda sana counter attacks, ili sije kawa Tanzania tunaangaliwa kule lakini wote tunakuja hatufanye vizuri? Ndio maana nimesema tumechukua muda mrefu ama muda mwingi mwalimu kuwasoma wapinzani wetu, na tumewatazama kwa zaidi ya mechi 5 kuangalia kila mechi wanaingia na approach gani, na currently tumewaangalia kwenye mechi hii ya kombe la shirikisho dhidi ya Sfaxien pale Tunisia, na jana wamecheza mechi ya ligi wamepata sare ya 1-1. Kwa mwalimu pia amewaangalia pia na katika mchezo huu. Kwa hiyo tumeshajua wanafungaje, magoli yao, ubora wao ni upi, na kwa kuwa tutakuwa ugenini manake hautegemei kuona Simba yote inashambulia kiasi wao waweze kunufaika na counter attack. Vivyo itakavyokuwa, manake Shema Lone atakuwa pale kwa ajili ya ulinzi, Abdulrazak atakuwa pale, chini atakuwepo Okejefa, atakuwepo Fabrice Ngoma. Kwa hiyo wakati wanapiga counter wanakuta watu wanalinda, watu wanazuia kama kawaida. Kwa faida kwenda kucheza baada ya Taniwe? Hamna faida, kila mtu anapaswa kujiandaa kwa ubora wake, na ubora ndio utakaompa mtu mafanikio kwa dakika 90 zake. Ahmed, unakwenda kucheza na Constantine ambao wakati ripoti za michuano ilikuwa ikipangwa
pot namba 2. Pengine labda ukubwa wa Simba na jina title contender ya Simba inaweza ikawa hofu kwa mpinzani wenu? Sijui yeye kama ana hofu ama hana hofu, lakini tulikuwa naye kwenye hiyo pot namba 2. Vyote kwa vyote, haya masuala ya pot, alikuwa poti 5, alikuwa poti ngapi, alikuwa kwenye hot pot. Vyote hivi huwa vinaisha baada ya draw kupangwa. Draw ikishapangwa, wote sasa mnakuwa katika level moja. Nani atakuwa kwenye ubora ndiye ambaye atakayepata matokeo. Kwa hiyo sisi na Constantine wakati draw inapangwa tulikuwa tunafanana kwa maana ya ubora, lakini tunapokuja kwenye dakika 90 sasa, mmejipangaje, mmejiandaaje, mna ubora gani? Hayo ndo mambo yanayokwenda kuamua nani apate ushindi katika mechi husika. Sisi tunamtazama Constantine kama ndio mpinzani wetu namba 1 katika kundi letu, kwa sababu yeye ana alama 3 na goli 1 na sisi tuna alama 3 na goli 1. Ili tuweze kukaa kwenye usukani wa kundi letu, hatuna budi kumfunga Constantine. Kwa hiyo ni mpinzani wetu namba 1 tunamuona. Bravos tumeshamaliza naye mechi ya kwanza, anatusubiri mechi ya mwisho baada ya kuwa tumeshafuzu, ya pili kutoka mwisho. Baada ya kuwa tumeshafuzu tunakwenda Angola kwenda kujifunza Kireno. Sfaxien bado hatujakutana naye. Kwa hiyo bado na yeye hatujamuingiza kwenye listi ya upinzani wetu. Lakini kwa sasa mpinzani wetu namba 1 ni Constantine, na tarehe 8 takwenda kuamua nani mbabi wa kundi. Mpaka sasa bado hatujapata nyampala wa kundi letu. Kwa tarehe 8 ndio tutampata nani nyapala wa kundi letu. Wakati sasa mnaondoka, mashabiki wa Simba watarajia kitu gani? Mashabiki wa Simba wategemee furaha. Tunakwenda kupambana na lazima watambue kwamba vita ni ngumu kweli kweli.